Hakika kama kuna ujumbe wa kutisha wa wananchi Yanga kwenda kwa wapinzani wao kwa ajili ya msimu ujao 2026-27 kwa maana kwenye michuano mbalimbali. Ligi Kuu Tanzania Bara ambayo Yanga wanatarajia kwenda kupambana kutetea taji hilo kwa mara ya 6 mfululizo. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB wakiwania kulirejesha baada ya kulipoteza msimu 2025-26 baada ya kulitoa mara 4 mfululizo, lakini wakazidiwa ujanja safari hii na watani zao wa jadi Simba ambao wamelitoa. Lakini kufika mbali zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi wapinzani wao katika maeneo yote hayo na michuano mingine, ujumbe mkubwa wa kutisha unaweza kuwafikia endapo tu hili linalozungumzwa sasa kama tetesi kwamba Yanga wako mbioni kufanikisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa anazungumziwa Maccabi Lilepo. Yes, huyu kama Yanga anafanikiwa usajili wake, halafu na yeye pindi atakapotua akaendeleza kiwango cha juu ambacho amekuwa kikionyesha katika misimu kadhaa, ikiwamo msimu uliomalizika hivi karibuni katika Ligi Kuu ya Afrika Kusini akiwa na klabu anayoichezea kwa sasa ya Kaizer Chiefs, basi hakika litakuwa ni ongezeko muhimu kwa kocha Mangoba Mwiti, kwa sababu yeye akitokea hasa pembeni, ingawa anaweza kutumika pia kama mshambuliaji kinara katika mfumo wowote ule, basi ni ongezeko muhimu sana. Huyu Maccabi Lilepo umri wake ni miaka 28 ambao unamfanya kwamba ameshacheza katika michuano mbalimbali, mechi nyingi za namna mbalimbali na kumfanya awe na uzoefu wa kutosha. Ni kwa sababu umri huu wa miaka 28 unatokana na ukweli kwamba alizaliwa Julai 27 mwaka 1997. Lakini licha ya kwamba kwenye klabu yake ya sasa ya Kaizer Chiefs ambako inaelezwa mkataba wake umefikia tamati tarehe 30 ya Juni, na hivyo kumfanya awe huru kiasi ya kwamba klabu nyingi zinamfukuzia ikiwemo Yanga ambayo wakimpata gharama zao kubwa zitakuwa ni juu ya maslahi binafsi ya mchezaji na sio klabu ya Kaizer Chiefs ama nyingine yote inayomiliki. Ni kwamba yeye urefu wake ni futi 6 na inchi 1, ingawa kwa urefu huu amekuwa mzuri sana pindi anapopangwa kama mshambuliaji kinara kufanikiwa mipira ya juu na mapambano ya mipira ya juu, lakini huwa anaenjoy zaidi kucheza akitokea pembeni kama winga wa kulia ama winga wa kushoto. Lakini guu lake lenye nguvu zaidi ni guu la kulia ambalo humfanya anapocheza kutokea upande wa kulia kuwa kama orthodox winga, anapata nafasi ya kupiga crosses pale panapobidi. Lakini akitokea kushoto mwa uwanja kama winga wa kushoto, kwa kuwa guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, mara nyingi huwa ana cut in kuingia ndani ili apige mashuti ya kujaribu kufunga ama kutoa pasi mshazari kwa wenzake, kama ilivyo ada kwa mawinga ambao ni inverted, kwa maana kwamba wanacheza upande ambao mguu wao wenye nguvu haupo huko. Sasa yeye licha ya kwamba guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, lakini mzuri pia katika kucheza mipira ya vichwa kutokana na huu urefu wake, body morphology ya futi 6 na inchi 1. Mtaji wake mojawapo Maccabi Lilepo ni pamoja na kasi. Ndiyo, ingawa ni mrefu wa futi 6 na inchi 1, lakini kasi ni miongoni mwa mtaji wake. Inaelezwa kwamba kwa wastani uwezo wake wa kuchomoka na mpira kwa kasi huwa tunasema top speed kwake inatajwa katika baadhi ya vyanzo kwamba ni kati ya kilomita 33 kwa saa mpaka kilomita 35 kwa saa. Ni kasi ya juu mno ambayo huwasumbua wapinzani katika kumkabili. Ikumbukwe katika michuano ya kombe la dunia inayoendelea katika nchi za Marekani, Canada na Mexico, mchezaji aliyekuwa na rekodi kwa mujibu wa FIFA ya kukimbia sana ni Jadon Boss wa Australia, ambaye kasi yake ni kilomita 36.7 kwa saa, kasi haswa, akifuatiwa na Erling Haaland wa Norway ambaye kasi yake iliyokuwa registered, iliyokuwa recorded mpaka Norway unatoka ya juu, aliwahi kurekodi kilomita 36.5. Maccabi Lilepo yeye ni kilomita 33 na mpaka kilomita 35 kwa saa, ambayo humwezesha kuwakata kama upepo mabeki wa timu pinzani wakati akifanya kile kipimo cha umri. Kwa mashabiki nchini wamekuwa wakizungumza zaidi, kwa maana kwamba mipira ya kutanguliza halafu mpimane ubavu katika kukimbia, yeye mzuri sana katika eneo hilo. Na mbali na mtaji huu, nyingine ni kwamba
silaha yake kubwa pale anapokutana situation, hali ya moja kwa moja 1v1, yani yeye na beki moja ya timu pinzani. Lilepo ni mzuri katika kuwaacha mabeki pindi wanapokuwa peke yao, yani wawili mmoja dhidi ya mmoja. Mapambano namna hii mara nyingi hushinda. Lakini kingine ni kudribble mipira, kuikokota, ambapo katika ligi kuu ya Afrika Kusini kwa msimu huu uliomalizika amecheza mechi 27 kwa mfano. Yes, mechi 27, na katika hizi amecheza kwa dakika 2104. Kwenye dakika hizi Maccabi Lilepo kwa sifa hizi nilizotoka kuzielezea, baadhi zilijidhihirisha ni pamoja na kudribble mipira, kwa maana kuikokota, kuwazidi wapinzani wake kwa kasi akiwa na mipira. Amefanya hivyo mara 61, halafu akafanikiwa mara 30, sawa sawa na kusema ufanisi wa around 49%. Huu ni mtaji mojawapo wa Maccabi Lilepo. Mwili mkubwa, lakini anatokea pembeni akiwa na uwezo huu wa kudribble mipira na kuwapita wapinzani kwa ufanisi huu wa 49%, ambayo kimsingi ni nzuri na yenye matunda kwa timu anayoichezea. Lakini jambo lingine ni kwamba kwenye kucheza ndani ya Kaizer Chiefs chini katika msimu huu uliomalizika kwenye mechi hizi 27, Kaizer Chiefs walikuwa wakitumia mara nyingi mfumo baada ya golikipa, walinzi 4, viungo wale wakabaji 3, washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Huyu mmoja hapa mbele ni Flavio, ndiyo ambaye anacheza hapa, Flavio Silva. Halafu kama mshambuliaji kinara. Katika hao watatu sasa ndipo unamkuta kutokea upande wa kulia, unamkuta Maccabi Lilepo akifanya mambo yake. Halafu upande mwingine, wakati mwingine anakuepo Mfundo Vilakazi, anakuwa anatoka upande wa kushoto. Halafu katikati anayekuepo ni pamoja na Mduduzi Shabalala, yes, katika kukamilisha wale viungo watatu wa ushambuliaji, mbele akiwa Flavio Silva kama mshambuliaji kinara. Na kwenye kucheza huku sasa, nini alifanya mbali na kuwa mzuri katika kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani, kwa sababu ana kasi sana, mzuri katika kupokea mipira mirefu inayopigwa nyuma ya mabeki akitumia zaidi kasi yake, lakini pia kwenye mipira ya kutenga kwa sababu ni mrefu. Matokeo yake ni nini? Yeye na wenzake kwa pamoja wakiwezesha Kaizer Chiefs kwa msimu uliomalizika kumaliza ya 3 katika ligi kuu ya Afrika Kusini miongoni mwa timu 16, na hivyo kupata tiketi ya kuwakilisha nchi ya Afrika Kusini katika michuano ya kombe la shirikisho. Na walifanikiwa hivyo kwa kufunga mabao 33. Katika mabao haya 33, yeye alichangia mabao 9. Kivipi? Ni kwa sababu alipiga mashuti shots 89, halafu yaliolenga shabaha yalikuwa mashuti 32, akafunga mabao 5, akatoa assist 4, akichangia mabao 9. Na katika haya mashuti 89, mashuti 46 aliyapiga nje ya box. Ana uwezo wa kupiga mashuti makali kutoka mbali nje ya box, halafu akafunga mabao 3. Halafu mashuti ya ndani ya box alipiga 43, ambayo yalimwezesha kufunga mabao 2. Yale nje ya box mabao 3, ambayo jumla inafanya mabao 5. Hapa ambapo kabla tujaendelea zaidi panadhihirisha lakini na weakness yake, udhaifu kwa kiasi fulani, kwa sababu kupiga mashuti 89 katika msimu mzima ni kiwango cha juu mno cha majaribio, halafu kufunga mabao 5, maana yake kuna kitu naita goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao uko chini walilepo. Kwa hapa inadhihirisha kabla tujaendelea zaidi, kwa sababu kufunga mabao 5 tukanao na mashuti 89 ukizidisha kwa hapa unapata hii goal conversion rate ni around 6%, ambayo bila shaka akitua Yanga chini ya kocha Mwiti ambaye walishawahi kufanya kazi pamoja katika klabu ya Kaizer Chiefs, atajua namna gani na benchi lake la ufundi kumboresha zaidi, awe anatumia vizuri nafasi, kwa sababu uwezo wa kufika karibu na lango wapinzani anao, na kufanya majaribio, kupiga mashuti ya mbali, uwezo mkubwa anao, na hivyo atumie vizuri katika kubadilisha nafasi kuwa mabao, kwa sababu hata katika ligi ya mabingwa barani Afrika ana rekodi nzuri akiwa Al Hilal Omdurman msimu wa 2022-2023 chini ya kocha Florent Ibenge ambaye hivi sasa yuko Azam. Mechi 6 za hatua makundi wakiwa na timu kama Al Ahli ya Misri, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kwenye kundi lao yeye alikuwa kinara wa kupiga mashuti ndani ya Al Hilal Omdurman, akipiga mashuti 16 katika mechi 6. Kati ya hayo 7 yalilenga shabaha, akafunga mabao 4. Uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa 25%.
Sasa uwezo ule ndio anaopaswa, kama anatua Yanga walau aulete, atafunga mabao mengi sana, kwa sababu Yanga ni timu ambayo huwa inatengeneza nafasi nyingi kufika kwa wapinzani. Sasa kwenye ligi kuu Afrika Kusini, mbali na kuyafanya haya ambayo yalikuwa na balaa kubwa kwa wapinzani wao, lakini kingine ni kwamba kufunga mabao 5, assist 4, kuchangia mabao 9, lakini pia amefanikiwa kusababisha penalty katika mechi dhidi ya Sekokune United ambayo ilifungwa na Mfundo Vilakazi, lakini pia alitoa assist katika mechi hiyo aliyoshinda 2-2. Kwa penalty alisababisha 1. Kiwango chake cha juu kilimwezesha aitwe atangazwe katika kikosi bora cha wiki mara 5 katika ligi kuu Afrika Kusini iliyomalizika, ambao ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika baada ya ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria, ligi kuu ya Afrika Kusini, yeye akitangazwa mara 5 kama mchezaji bora akiwa kwenye kikosi bora cha wiki. Lakini Maccabi Lepo sio tu mzuri katika kushambulia, kwenye kuzuia pindi timu inapoteza mpira ana rekodi nzuri sana kwa msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Afrika Kusini, kwa sababu wanapozuia yeye ni katika wale ambao ni wapambanaji haswa, si mvivu, anabadilika mara moja na kuwa miongoni mwa wale wanaohakikisha mpira unarejea katika miliki ya timu anayochezea. Katika mechi hizi 27 katika dakika hizi 2104 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini kwa msimu uliomalizika, mwamba huyu amefanya tackling ili kuingia kwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara mara 16. Amefanya interceptions, kuingilia mpira wa wapinzani ambao wanapasiana mmoja kwa mwingine, ama mpinzani anajaribu kupiga chenga, kudribble mpira, anamzidi maarifa kwenda kuchukua, ama anapojaribu kuutuliza. Yeye ni mzuri katika mapambano hayo. Yeye ni mzuri katika mapambano hayo ya kuingilia mpira kutoka katika himaya ya upinzani, na amefanya interceptions mara 16, lakini pia clearances, kubutua mpira, kuosha katika eneo hatarishi uende eneo salama. Tunasema clearances, ambao jukumu hili mara nyingi hufanywa na mabeki, lakini yeye kama mshambuliaji kutokea pembeni, kama winga, bado amefanya clearances mara. Lakini clearances kwa maana kubutua mpira, kuosha kutoka katika eneo hatarishi uende eneo salama, ni kazi ambayo hufanywa sana na mabeki, lakini yeye kudhihirisha kwamba ni mpambanaji, ni mchezaji wa kitimu zaidi, licha kwamba yupo katika eneo la ubunifu na uzalishaji mabao kwa timu yake, lakini ni mwepesi katika kurejea nyuma kuhakikisha timu yake inakuwa salama. Matokeo yake ni nini? Ameclear mipira, kuisafisha, kuipeleka katika eneo salama, kuitoa katika eneo hatarishi mara 41. Clearances amefanya huyu mwamba, lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa ujumla ball recovery, kuupoka mpira kutoka katika himaya ya wapinzani kurejea katika timu yake, amefanikiwa mara 81. Kwa hiyo kwa haraka unaweza kaona namna gani ambavyo Maccabi Lepo akipatikana ndani ya Yanga anaweza ikawa ni ongezeko muhimu na kuweza kuipa mafanikio timu hiyo katika mipango yake mbalimbali. Cha msingi tu adumishe kile ambacho ameshakifanya katika timu mbalimbali zilizochezea. AS Vita ya kule nchini Kongo kwa mfano, Al Hilal Omdurman ya kule Sudani kwa mfano, lakini pia ameshawahi kucheza katika Ligue 2 kama nilivyotoka kueleza, Championship kule Ufaransa, lakini pia Kaizer Chiefs ambako amehitimisha mkataba wake kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Juni 30 akihamishia anaweza kaleta kitu. Na sasa kwa kocha Mangoba ni kwamba yeye kama ataendeleza utaratibu wake katika baadhi ya mechi, akitumia mifumo kwa mfano ya baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, mfumo ambao Yanga hutumia mara kwa mara wakipita makocha mbalimbali tangu Nasreddine Nabi, manake Maccabi Lepo anafiti moja kwa moja katika kundi hili ambako anakwenda kuungana na kina Okelo, anakwenda kuungana na kina Pacome Zouzoua na wachezaji wengine wa eneo la ushambuliaji wa viungo wa ushambuliaji akina Maxim Pierre Zengeli ambaye ni Mkongo mwenzake, na hivyo kuzidi kuipa options, kuipa chaguo safu ya benchi la ufundi kwa maana kwa kocha Mngiti, ili kujua nani aanze kwa ajili ya kuleta matokeo. Lakini uzoefu wake michuano ya CAF kama nilivyotoka kueleza 2023, lakini kushiriki katika ligi kuu Afrika Kusini, kushiriki Ligue 2 kule nchini Ufaransa, maana yake ana uzoefu wa kutosha. Lakini kocha Mngiti pia ana kawaida kutumia mfumo baada ya golikipa, hasa wakati anifundisha Mamelodi katika vipindi vya miaka 12 akiwa kama afisa wa benchi la ufundi, kama kocha msaidizi, lakini pia kuwa kocha mkuu. Mara kadhaa amekuwa akitumia mfumo huu wa baada ya golikipa. Kuna kuwa na walinzi wakati wa 3,
kunakuwa na viungo wanne, halafu kunakuwa na kiungo mmoja, mbele kunakuwa na washambuliaji wawili. Sasa katika wawili wa mbele, yeye anaweza akawa mmoja wapo akitokea pembeni, mtu wa wide. Na faida yake ni nini? Ni kwamba kwenye mfumo huu huwa hawa wawili wa pembeni viungo huwa ni wing backs, wanahitaji support sana pindi wanapozuia kutoka juu. Yeye ni mzuri kama tulivyotoka kueleza katika kurudi na kusaidia kuzuia, lakini wanaposhambulia, maana yake huyu wing back, beki wa pembeni, kiungo wakati anatekeleza jukumu la kuwa beki wa pembeni na mshambuliaji kutokea pembeni timu inaposhambulia, kama playmaker, kama kiungo mchezeshaji kutokea pembeni. Maana yake atakuwa wanatengeneza watu, kunakuwa na watu wawili hapa juu, Makabili Lepo na huyu atakayekuwa anatokea huku kama wing back. Kwa mfano Kwasi Atula Yao, yes, Kwasi Atula Yao, maana yake wana create overload katika eneo hili kwa kuwa wawili dhidi ya beki moja wa timu pinzani. Lakini vile vile kasi yake inamfanya wakati mwingine aanzie pembeni, lakini anapoingia ndani, maana yake anamfanya beki mmoja wapo wakati wa timu pinzani awe akivurugwa, wakati mwingine akivutwa pembeni kutokana na kasi yake ile ya kwenda pembeni, halafu anapoingia ndani anamchanganya zaidi. Lakini mtindo huu wa kucheza yeye kama kati ya wawili, huo unahitaji mmoja ana drop deep, anarudi kati, halafu mmoja anakuwa yeye ni wa kwenda mbele zaidi. Sasa katika jukumu hili, manake anaweza kucheza na yoyote. Kwa mfano, anaweza kucheza na Laurindo Depu au mshambuliaji yeyote kwa mujibu wa usajili wa Yanga kwa msimu ujao 2026-27, kuhakikisha kwamba eneo hili linakwenda kuiletea mabao Yanga. Lakini jambo lingine ni kwenye aerial balls. Yeye anatokea pembeni, lakini kwa urefu wake futi 6 na inchi 1 humfanya awe na fursa ya kuweza kuwini mipira ya juu, ikiwamo ile ya cross, lakini pia ya mipira ya kutenga. Rekodi zinaonyesha kwenye ligi iliyomalizika Afrika Kusini msimu huu 2025-26, uwezo wake wa kufanikiwa mipira ya juu ni 67.8. Ni uwezo wa juu mno, na kwa sababu hiyo ni mtaji mwingine wa kutosha katika mbinu za kocha kuhakikisha wanapata matokeo. Katika baadhi ya mechi watahitaji hilo, lakini pia kubwa zaidi uwezo wake wa kukimbia nyuma ya mabeki, na hasa kwenye situation, kwenye hali ya 1v1. Anatokea zaidi kulia akiwa Kaizer Chiefs, lakini ana uwezo wa kutokea kushoto, ana uwezo wa kuwa mshambuliaji kinara pindi kocha atakapoamua. Kasoro yake ni pamoja na goal conversion rate, tumeshatoka kuzungumza, lakini lingine huwa anakimbia sana. Matokeo yake katika mechi ambazo panahitaji mikimbio mingi, yeye huwa kwa umbile lake anajikuta ndani ya dakika 90 huwa amalizi. Effectiveness, ufanisi wake unakuwa ni mpaka walau dakika ya 70 hivi, ndipo tutamuona Makabili Lepo anayelipa zaidi katika mechi ambayo inahitaji mikimbio mingi. Kwa sababu hiyo, hii nayo inaweza ikawa changamoto. Lakini changamoto nyingine ni kwamba akitua, matarajio yatakuwa makubwa sana kwake kutokana na wasifu wake. Mashabiki watakuwa wakitarajia makubwa kutoka kwake kuanzia siku ya kwanza atakayovaa jezi ya Yanga, na kwa sababu hiyo lazima ajipange kwa ajili ya kufanya kile ambacho watu wanakitarajia, kwa sababu Yanga ina mahitaji mengi, ikiwamo kufika mbali katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao wao kama mabingwa wa Tanzania, maana yake wanakwenda kupeperusha bendera hiyo kwa mara nyingine, lakini pia kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara na kutoa mataji mengine ambayo msimu huu yaliwaponyoka, ikiwamo kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano na kadhalika. Kwa ujumla tu, Makabili Lepo kama dili lake linatiki, anatua Yanga, basi hakika Yanga wanafikisha ujumbe, statement kwa wapinzani wao kwamba wamepania haswa msimu huu, lakini pia akiendeleza kile kiwango chake, ana uwezo wa kuifanya Yanga itimize mipango yake katika michuano mbalimbali. Swali ni kwamba je, usajili huu utabaki tu kwa tetesi ama utatekelezeka na hatimaye kumpa options, machaguo mengi kocha Mngiti katika kuifikisha Yanga kule atakako, ikiwamo kama alivyoeleza mwenyewe kwamba kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.